kuna vita. Watu wengi wanapata shida sana. Kuna mmoja alinifuata jana, mchungaji, mimi nimefunga ndio, lakini mawazo mabaya yananifuata sana. Nikamwambia, akili yako hii uliopewa, moja, lazima utambue kati yetu hapa hakuna ambaye amemwona Mungu kwa macho. Tunamwona huko ndani kichwani, tunamfikiria, tuna imagine. Na wala hakuna ambaye amemwona shetani kwa macho. Hakuna. Ndio maana ukisikia stories za mtu anakuambia, nilitoka sebuleni nikalikuta lijitu limekaa na mapembe. Watu waongo wewe. Alafu tunampitisha kwenye makanisa, anatudanganya mchana kweupe. Hata na sisi tunamsikiliza kwa makini. Ana amekudanganya wewe. Ndio maana kuna stories za kina Emmanuel Eli, wale waliosoma vitabu vya zamani sana. Nienda kuzimu, nikakuta ufalme wa shetani umekaa pale. Limekaa lina mtume anasema, nataka kuangusha watu, nataka Wakristo wote wanaosali niwashughulikie. Unamsikiliza, watu ni waongo. Wapendwa, hapa ndipo unapomwona Mungu. Hapa ndipo unapomwona shetani. Umuoni kwa macho, ashikiki. Lakini ni uhalisia. Kwa nini? Kwa sababu tuko katika roho. Kwa nini tumuone? Kwa sababu Mungu ni roho. Kwa nini tumuone shetani? Kwa sababu shetani ni roho. Kwa hiyo inabidi ulinde sana. Ndio maana kitabu cha Mithali sura 4 mstari wa 22 nasema, linda sana moyo kuliko chochote. Unachofanya nini? Unacholinda. Ukiwa ni mtu wa thamani, lazima majambazi watakuja. Kwa hiyo hapa ni kama geti la nyumba. Nyumba ikiwa na mali nyingi ndani, lazima wageni watakuja kugonga. Kwa mawazo mabaya sio dhambi. Ila kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 5 anasema inabidi uangushe kila mawazo mabaya. Hajasema uzuie. Ina maana yatakuja. Unaingia kwenye kuomba, unashangaa mawazo mabaya tu yanakuja. Alafu unaanza kujikemea mwenyewe, mimi ni mbaya, mimi na sababu ya dhambi. No. Ni kwa sababu wewe ni wa thamani. Haleluya. Kwa sababu wewe una mamlaka, ndio maana vita vipo. Mwanamke ambaye atongozi ni mbaya. Kama ulikuwa ujui. Bwana Yesu asifiwe. Unakaa miezi 3 yote, hata dada vipi mambo? Matatizo makubwa. Bwana Yesu. Mkristo ambaye apambali na mabaya hana matatizo. Kwa sababu kama umeokoka kweli, lazima shetani atakutafuta. Ina maana wewe una thamani kubwa. Biblia inasema yule mtu alienda kutafuta ngapi? Moja, kwa sababu wale 99, yani shetani anajua hao wengine wako baa, wanafanya uzinzi. Wewe ndio unapambana kuja kanisani asubuhi. Lazima kupambana na wewe. Hapambani na hao wengine kwa sababu ana shida gani nao? Si wako wake tayari. Ni muda tu, wanakatwa wanaondoka. Lakini wewe jitia kwamba mimi nguvu ya Mungu, lazima utakuwa na wageni wengi. Kwa vita vikiwa vingi kwenye akili yako kupambana na uovu, jua kwamba wewe ndio una thamani kubwa. Usijilaumu. Kataa roho ya kujiona mbaya. Kataa roho ya kujiona kama umehukumiwa. No, amua kubeba roho ya ujasiri ndani ya Kristo kwamba hata hili litapita, hata hili nitalishinda katika jina la Yesu. Haleluya. Na ndipo vita yetu sio juu ya damu na nyama, bali juu ya falme. Ingekuwa basi Yesu tunaandikiwa nini? Anasema tukiangusha chini kila ngome, anasema tukiangusha mawazo rabase kori anda raba, yatakuja ila tunayapiga chini. Wewe ni mlinzi, umekaa getini. Ngongo pale nyumbani kwangu naambia watoto ikifika saa 3 mimi sitaki mtu anakuja kunigongea. Kama kuna jambo tutamwombea. Kwa sababu ukifanya masiala unaweza kupokea na majambazi. Unaweza kupokea na watu wasiofaa. Kwa kuna muda unasema ni muda wa maombi. Huu ni muda wa kumtafuta Bwana. Hapa sina masiala nao. Ile ni gate. Kwa kuna watu watakuja, anasema na kila kitu kilichoinuka. Kumbe kuna vitu vinainuka kinyume cha elimu ya Mungu, kinapingana na elimu ulionayo. Wazi. Wewe Mungu unadhani wewe unadhani wewe unadhani Mungu anataka wewe unaomba tu bure. Yatakuja. Lakini katika jina la Yesu ninakupinga. Toka, shindwa, maliza, ondoka. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona ngoma nzito, chukua Zaburi mojawapo. Soma. Ukisoma Zaburi mara ya kwanza, Zaburi ya pili, ngoma imelala.
kwa sababu unaingiza mawazo mapya, mawazo ya kukata tamaa, kujisikia kuchoka. Hivi mimi nimeokoka kweli? Mbona niko hivi? Hakuna uhusiano, ni wewe unajiletea matatizo tu, unajiona hivyo. Lakini wewe ni mtu wa thamani kubwa. Upendo wa Mungu kwako hujapungua hata kidogo. Rehema za Mungu juu ya maisha yako ni mpya kila asubuhi. Uaminifu wa Mungu hautabadilika juu ya maisha yako katika jina la Yesu. Haleluya. Anasema tukiteka nyara kila fikira ipate kumtii Kristo. Kumbe fikira zinazokuja sio za kawaida. Kwa vita hii haitakuisha mpaka Yesu anarudi. Mtu anakuambia mimi nimesha shinda tayari, huyo ni muongo. Hakuna kushinda hapa. Ndio maana siku tunajua tukifika kwa Baba tutafanya nini? Tukifika kwa Baba tutavalishwa nini? Taji. Siku hizi hawaimbi hizo nyimbo. Kwa jua chochote ambacho ni cha thamani kinatafutwa, chochote ambacho ni cha thamani kinawindwa. Ni kwa sababu ya uthamani wako katika Kristo. Ndio maana majaribu ni mengi, lakini ashukuriwe Mungu, kwa maana tunashinda zaidi ya shinda katika yatutiae nguvu. Kwa ni kitu kikuu sana, na Biblia inasema wazi kwamba ombeni msije mkaingia kwa majaribu. Yatakuja, utuepushe na majaribu, utuepushe na yule mwovu. Kwa nadhani kwamba tunaomba kila siku ajili ya nini? Mkristo kazi yako ni mapambano. Ndio maana ukiona mtu amepigwa chini, cha msingi ni kusimama, sio alivyoanguka. Usiogope kwamba mtu ameanguka, anainuka, anapukuta nguo, anasonga. Huo ndio Kristo. Asikudanganye mtu. Kwa jitie nguvu katika Mungu wako. Sijasema ukaanguke, lakini usijidharaulishe. Wewe jua kwa sababu una thamani kubwa, ndio maana vita ni nyingi. Kwa sababu Yesu Kristo amebadilisha maisha yako na wewe unategemea kwenda mbinguni. Matumaini yako si ya kawaida. Jipe moyo, kwa maana mimi nimeushinda ulimwengu. Tutashinda katika jina la Yesu. Haleluya. Tutamwona na Bwana wetu Yesu Kristo Mwokozi wetu. Tutashangilia daima, tuna hamu ya kwenda si mbali, si mbali. Haleluya. Karibu, tutaimba na sisi uko, si mbali. Karibu, tutaimba na sisi uko. Amen. Naomba tusome Zaburi ya 91 pamoja. Aketie mahali pa siri pake aliye juu, atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Nitasema, Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakaye mtumaini. Maana yeye atatuokoa na mtego wa mwindaji na katika tauni iharibuyo. Kwa manyoya yake atakufunika, chini ya mbawa zake utapata kimbilio. Uaminifu wake ni ngao na kigao. Hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana, wala tauni ipitayo gizani, wala uele uharibuo adhuhuri. Ijapo watu 1000 waanguka ubavuni mwako, naam 10,000 mkono wako wa kuume, hata hivyo hautakukaribia wewe. Ila kwa macho yako utatazama na kuyaona malipo ya wasio haki. Kwa kuwa wewe Bwana ndiye kimbilio langu, umemfanya aliye juu kuwa makao yako. Mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakaribia hema yako. Kwa kuwa atakuagizia malaika wakulinde katika njia zako zote. Mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Utawakanyaga simba na nyoka, mwana simba na joka utawaseta kwa miguu. Kwa kuwa amekaza kunipenda, nitamwokoa na kumweka palipo juu. Kwa kuwa amenijua jina langu, ataniita nami nitamwitikia. Nitakuwa pamoja naye taabuni, nitamwokoa na kumtukuza. Kwa siku nyingi nitamshibisha, nami nitamwonyesha wokovu wangu. Sema, Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru asubuhi ya leo
kwa maana Bwana umeniahidi mambo makubwa ya kutisha kama nini. Ninashukuru kwamba hata katika hii taabu yangu hakika itapita, hakika itapita, nami nitashinda katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu umeniahidi siku nyingi za kushiba. Ninaomba Bwana, katika siku nyingi ulizokusudia juu yangu, maovu yasinipate, ubaya usinikute, uharibifu usinikuse, katika jina la Yesu aliye hai. Naomba neema Bwana, umesema nitaendelea kutoa utomvu kama mti wa mtende. Bwana, kumbuka ahadi yako. Aina yoyote ya magonjwa, maradhi ya familia yangu ambayo yamenisumbua kwa muda mrefu, asubuhi ya leo kupitia hii ahadi, ng'oka, achia roho yangu, achia damu yangu, achia mifupa yangu, katika jina la Yesu wa Nazareti. Baba yangu na Mungu wangu, katika jina la Yesu aliye hai, ninakuja mbele zako asubuhi ya leo. Ninanyenyekea Bwana, ninaketi katika mbawa zako, ninajua niko salama. Baba, umeniahidi utatuma malaika wataniongoza. Ninaomba asubuhi ya leo, wale malaika uliowakusudia juu yangu, kile ambacho Bwana umekitaka kutoka kwangu cha kunipatia mema, Baba, kikawe juu yangu katika jina la Yesu. Ninakushukuru Mungu wangu, ninanyosha mikono juu, ninakuabudu. Bwana, naomba mema yasinipite, naomba maovu yaniepuke, kibali chako kiniongoze, damu ya Yesu ikanene mema juu yangu, katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha wimbo namba 144. Ninazidi kutembea, maombi yasikie. Bwana unipandishe, Bwana uniinue, kwa imani nisimame, nipande milima yote. Bwana unipandishe, sina tamaa nifikapo mahali pa shamba langu, hapo wengine wanang'aa kuendelea. Bwana Simame, nipande
Naomba tuketi. Asubuhi ya leo tunaenda katika siku ya 13 kama masiala, na soon tutamaliza siku zetu 40. Mungu ameendelea kutuimarisha, ameendelea kututia afya. Hakika tumeuona mkono wa Bwana, na kila siku tunaziona baraka zake zisokoma. Utakaposimama kwa uaminifu mpaka mwisho, atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Kwa hiyo yakupasa kuwa na tunda la uvumilivu na kuamini kwamba pamoja na kwamba vionekane kwa macho, Mungu hutenda zaidi ya yale tunawaza na kufikiri. Haleluya. Asubuhi ya leo somo ambalo linatuongoza kwenye maombi ni Mungu mlinzi wa agano. Mungu ni mlinzi wa agano. Na ukitaka kuelewa vizuri, ukiingia agano na Mungu, amesema atakulinda. Mungu ni mwaminifu kwenye agano, huwa hapunguzi. Tukisoma Zaburi ya 91 ambayo tumeisoma pamoja, tunaona ahadi za ulinzi. Ukikaa katika mbawa za Mungu, umekaa kanisani, unasoma neno, unamtegemea Mungu, ndio kukaa katika mbawa. Kuna mtu anadhani Mungu nikalishe katika mbawa zako, najua nikikaa kule wewe ni Mungu utanisa. Kukaa katika mbawa manake unakuja kanisani. Kukaa katika mbawa manake unasoma neno. Kukaa katika mbawa manake unaomba. Ndio mbawa. Aketie katika mbawa zake, Zaburi 91, aketie katika mbawa zake aliye juu, ndio mbawa. Kanisa ni mbawa za Bwana, kuomba ni mbawa za Bwana, kusoma neno ni mbawa za Bwana. Kwa hiyo inategemea upate mambo makubwa manne. Moja, tegemea malaika wanakulinda, wala usihofu. Ngoja nikwambie, mimi nilifika siku moja nikasema kufa sifi, hata kama kitatokea cha moto kipi, nachojua kimoja, nitawini. Haleluya. Sijali nayoyaona sasa hivi. Siku moja nilikuwa nakaa Dar es Salaam, nikatembea kutoka Mbagala mpaka Posta, sina hela. Unatafuta hata shilingi 100, daladala isimame, labda uingie kwenye daladala, alafu huku ndani kuna jamaa na nguruma huku, unamjua na nguruma huko shumoni akuelewi. Nikasema siku moja haya yatapita. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akawa mwaminifu kwa sababu nimekaa katika mbawa za Mungu. Kwa siogopi ujinga huo, siogopi chochote. Namjua ninayemwamini, sina mashaka naye. Na ukishakuwa hatua hiyo, Mungu anatimiliza agano lake. Wana wa Israeli wakafika mahali panaitwa Baali ya Sham, na wajui wanapitaje. Wakaanza kulalamika. Musa katika kitabu cha Kutoka 14, hivi si ungetuacha kule Misri tukala nyama bado? Bwana Yesu asifiwe. Wengine wakasema tuna kiu na maji ya Misri, tumeacha mademu wetu Misri. Haleluya. Tumeacha biashara zetu Misri. Musa, vipi hapa? Hii ngoma mbona inaonekana ndio nataka kufa na maji hapa? Mungu hakufanya ubaya kwa sababu kukasirika. Ngoja nikwambie kitu. Ukiangalia safari ya wana wa Israeli mpaka ilipotokea mlima Sinai, Mungu hakuwahi kuwapiga. Ingekuwa ameshapita mlima Sinai, kutoka mlima Sinai tunakuta walipokutika. Kabla ya kutolewa amri 10, ndio maana sheria ni mauti. Sheria ni mbaya. Mungu aliwavumilia. Na ndio maana kwenye agano usiende na sheria. Unajua Mungu, mimi nakuambia hivi, yani ukifanya hivi na mimi nitafanya hivi. Unajua, usifanye ujinga huo. Mwambie Baba, niko tayari kutia agano lako. Nipe nguvu za kuweza kutimiliza. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana uwe makini na nadhiri, kwa sababu wengi wameweka nadhiri alafu hazikufanya kazi, alafu wakaribikiwa na wakamwacha na Mungu. Kwa kuwa makini, ishi kwa imani. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Abraham ni baba yetu wa imani. Anasema Biblia, hakuyumbishwa na chochote. Hata alipokuwa katika hali ngumu sana, alisimama na Mungu anayemwamini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wamefika hatua wanaanza kulaumiana, wanaulizana maswali magumu. Mungu badala ya kuwapiga kwa sababu alitembea kwa imani, akaambia Musa, waambie watu watulie kimya. Wakati msingi wa majaribu unakuja, unatikisa msingi wa maisha, wakati unajiuliza hata hiyo imani yako unamwamini Mungu kwa ajili ya nini, unasikia habari za Mungu lakini huoni matokeo, ni wakati wa kutulia kimya, kwa sababu unapozidi kusema unaliharibu. Kwa walipotulia, Mungu akabadilisha Baali ya Sham kuwa njia. Ndio maana mtu mmoja akaimba, najua Bwana atafanya nini? Atatengeneza njia
hata pale ambapo naona kabisa akili zangu zimefika mwisho, bado nina matumaini kwamba Mungu aweza kufanya njia nikapita bado, katika jina la Yesu. Haleluya. Hata pale ambapo matumaini yamefifia kabisa, nachojua maadamu kuna pumzi zinatoka katika pua hizi na zinaingia, ninajua kwamba nitashinda. Haleluya. Hautakufa, utaishi. Kwa ajili ya nini? Kuutangaza wema wa Bwana. Leo ningekuwa nimekufa kule Mbagala kwenda posta, ningekuwa sina nafasi ya kuweza kumtangaza Mungu na wema wake. Majaribu ni sehemu ya ushuhuda wako wa mbele. Haleluya. Majaribu yanapokuwa mingi, maanake unaendelea katika hatua ya kuwa na ushuhuda mkubwa zaidi. Haleluya. Mti unapozidi kuchimba msingi kwenda chini, hauonekani matunda, ndio njia pekee ya kudhihirisha mti ambao utakuwa na baraka kubwa mbele ya safari. Haleluya. Kwa Mungu ni Mungu wa mlinzi wa maagano yako. Lakini kumbuka, unajua walipokuwa wanafika kaondekea nchi ya Misri, kuna kitu ambacho nimekisoma kikanifanya nishindwe kuelewa vizuri, lakini nataka leo nishare na wewe. Katika Kutoka, unapoendelea kwenye mstari wa kuelekea 14 mpaka 20, hapo walifika hatua wakasema tuwatume wapelelezi kwenda nchi ya Kanani. Mpendwa katika Bwana, wokovu au kuondolea akili zako za kufikiria. Usije ukawa mjinga. Kuna wengi wameingia kwenye wokovu alafu wakanyofua switch, wakajua ni mambo ya kiroho, hataki kufanya kazi, hataki kufanya chochote, anawazawaza tu miujiza. Mtu anapiga simu kila siku, jana nimeota hivi, juzi nimeota ananiuma mgongo, jana nimeota ananiuma sijui kifua, juzi nimeota ananipiga na ngumi. Mchungaji, unaambia mpumbavu kabisa, una muda wa kufanya mambo ya maana? Ndoto kwa wengine watu wote. Umeota, sipiga magoti, vunja. Bwana Yesu asifiwe. Umefundishwa kuvunja, kwani ukipiga magoti kasa, Baba katika jina la Yesu, mabaya niliota kwenye ndoto kuhusu wale nyoka, na wakemea na wakanyaga, nimepewa mamlaka katika jina la. Imetoka hiyo ndoto. Sasa naomba nikusimulie. Unajua ile ndoto, the day is wasted baada ya kwenda kulima. No sense. Bwana Yesu asifiwe. Sijasema ndoto ni mbaya, ila umeshajua. Yani wewe sio mtoto tena, eti mtoto anakuja, mama nimeona chakula. Mwanangu vipi? Chakula sikula. Sasa unanisimulia mimi chakula cha nini? Umeshakuwa likubwa, mtoto mdogo nitakulisha, lakini jitu umeshakuwa umekomaa, umekuwa hapa kanisani, unajua ndoto, kuna ndoto njema na ndoto mbaya. Unajua kwenye ndoto Mungu anaongea na wewe. Sasa umeshajua, unataka nini tena? Unipe story tu. Najua nilipanda juu nikasikia nakimbia. Walokole, mwalimu. Pambana we mtoto wa kiume. Ngoma ikiwa nzito, piga Zaburi 35 kavu 3. Una tatizo gani? Sasa unanisimulia mimi nini? Umeshakomaa, wewe sio mtoto mdogo tena. Umeshakucha kunywa nini? Kunywa maziwa, unakula nyama sasa hivi. Tafuna. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima ujue kwamba pamoja na kwamba Mungu ameweka agano la ulinzi, ndio maana nyumbani tunaweka geti. Kwa nini? Haya, usiku kuna Bwana anatusaidia hapa kuangalia mazingira. Usiku kwani tunaweka? Tungesema tu hakika hapa ni kanisani. Ndio ungeona muziki wake unapoanza kuchezwa. Akili zako hazinyofolewi kwa sababu ya kuokoka. Mungu anaziongezea, zinakuwa za neema zaidi. Ila usifanye chochote bila kumtanguliza Bwana, kwa sababu Mungu ana makusudi na maisha yako, na kuna mambo mapya Mungu ameandaa kwa ajili yako. Kwa anza kukomaa kilo, alafu simama, pambana. Zamani sana napomalizia, mzee wangu akaniambia, nilikuwa nalalamika kichwa kinauma, wakati mdogo napokuwa. Kila siku, baba kichwa. Na kweli kilikuwa kinauma. Akaniambia, sako hivi ukienda hospitali, alafu ukakuta watu 20, mmoja anaalisha, mwingine anaumwa mgongo, mwingine anaumwa mguu. Kila mtu mguu unauma, mgongo unauma, kichwa kinauma. Wote 20. Unadhani yupi ana nafuu? Wote, kila mtu na staili yake. Maumivu ya kichwa usiombe. Wewe usiumwe tumbo. Kwenda chooni kila saa. Mguu. Ugoko. Kwa hakuna ambaye apitii majaribu. Ya kwako sio kama kusimulia, sio story hizo. Pambana. Hakikisha unapambana kama mwanaume, kama mwanamke. Shinda katika jina la Yesu. Tunataka tusikie ushuhuda, sio tusimulie stories zako. Kila mtu anazo. Haleluya. Na kutia moyo kwamba Mungu
analinda agano. Lakini katika kulinda agano, tambua jambo moja, Mungu hajakuondolea, hajanyofoa fuse za akili zako kufanya kazi. Amezifanya kuwa bora zaidi ndani ya Kristo Yesu. Anataka ziendelee kufanya kazi vizuri na kusaidia kwa, atatumia akili zako pia. Ndio maana kanisani tumeweka mageti, kwani tusingeacha milango wazi? Ndio maana tumeweka madirisha, kwani tusingeacha vioo wazi? Kwa kuna mambo ambayo Mungu ameyaweka kwa makusudi, ila Bwana ndiye anatuwezesha kufanya mambo yote katika yote. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atatupumzisha kwenye uvuli wake, kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Kadri nchi idumupo, mchana na usiku, asubuhi na jioni, havitakoma. Kadri nchi idumupo, shida, la matatizo, faraja, havitakoma. Sasa sijui wakati wako unapitia wakati gani. Wengine wanapitia kwenye utele. Vumilia, muda sio mrefu Mungu atafanya, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Tunachosimamia sio katika mtu, tunasimamia katika uaminifu wa Baba, na kwa sababu yeye ni mwaminifu, atatenda sawa na ahadi yake. Ngoja nikwambie, amesema vizuri katika Zaburi 91, nitakuagizia nani? Malaika watakulinda kokote uendako. Ahadi kama hiyo sijui nani amewahi kupewa. Wewe ni mtu sio wa kawaida. Kuwa na moyo mkuu na kukumbuka agano la baba yako katika jina la Yesu. Tusimame. Sema, ninakushukuru Bwana kwa kuwa wewe ni ngao yangu, ngome yangu na kimbilio langu katika jina la Yesu. Ninatangaza kwamba niko salama ndani ya agano la Mungu katika jina la Yesu. Agano langu na Mungu linanena ulinzi mchana na usiku katika jina la Yesu. Nakataa kuishi chini ya hofu ya maadui katika jina la Yesu. Napokea uhakika wa ulinzi wa Mwenyezi Mungu katika maisha yangu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, kila shambulio la adui juu ya maisha yangu, juu ya akili zangu, kufa asubuhi ya leo, angamia leo, toweka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Natamka kwamba Mungu atanipigania, nami nitajamaza kimya katika jina la Yesu. Nakataa mishale ya usiku dhidi ya maisha yangu katika jina la Yesu. Bwana, naomba uweke ukuta wa moto kuzunguka nyumba yangu katika jina la Yesu, kuzunguka biashara yangu katika jina la Yesu, kuzunguka kazi yangu katika jina la Yesu. Ninatangaza kwamba hakuna silaha itakayofanyika dhidi yangu itakayofanikiwa. Silaha yoyote ambayo imetengenezwa kupitia nyumba baba yangu, kupitia nyumba mama yangu, kupitia midomo yangu, leo ninaifuta, ninaiangamiza kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba, katika jina la Yesu, nakataa hofu ya kifo cha mapema. Sitakufa, nitaishi kuutangaza wema wako. Hakika mimi sako, nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai katika jina la Yesu. Agano langu na Mungu linanena usalama juu ya maisha yangu, juu ya familia yangu, juu ya watoto wangu katika jina la Yesu. Ninatangaza kwamba malaika wa Bwana wanahudumu kwa ajili yangu. Mimi ninalindwa kuliko wakuu wa nchi, kuliko jeshi kubwa, maana Bwana yuko upande wangu. Nimwogope nani? Nimhofu nani? Jeshi lijapojipanga kupigana nami, hata hapo nitatumaini, hata hapo ninajua nina ushindi. Siogopi, maana Bwana yuko pamoja nami katika jina la Yesu. Nakataa mitego ya njiani, nakataa mitego kwenye biashara, nakataa mitego kwenye kazi katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo, kila njama iliyofichwa kinyume changu iumbuliwe leo kwa damu ya Yesu. Kila njama iliyofichwa kinyume changu, umbuka leo, umbuka leo, umbuka leo katika jina la Yesu. Natamka kwamba adui hataona ushindi juu yangu katika jina la Yesu. Nakataa roho ya woga, nakataa roho ya woga, nakataa roho ya taharuki
toka katika jina la Yesu. Na kataa roho ya woga, na kataa roho ya taharuki katika jina la Yesu. Napokea amani ndani yangu hata katikati ya tishio kwa jina la Yesu. Napokea amani ndani yangu hata katikati ya tishio katika jina la Yesu. Agano langu na Mungu linanena ulinzi juu ya afya yangu katika jina la Yesu. Agano langu na Mungu linanena ulinzi juu ya uchumi wangu katika jina la Yesu. Ninatangaza kwamba moto usio wa Mungu hautaniteketeza. Ninatangaza kwamba moto usio wa Mungu hautaniteketeza katika jina la Yesu. Na kataa mishale ya uchawi, na kataa mishale ya ulozi, na kataa mishale ya uchawi, na kataa mishale ya ulozi katika jina la Yesu. Leo Bwana, ninaomba maneno yoyote mabaya ambayo yametamkwa juu ya maisha yangu, futika kwa damu ya Yesu. 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 Futika kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu.